Na anasema anashuhudia pamoja na hao wote kwamba sisi ni mali ya Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Vijana naona hawapo, wengine wao hawako. Nazungumza kuhusu habari ya sifa za utu wa Roho Mtakatifu. Sifa za utu wa Roho Mtakatifu, tatu katika utatu. Lakini kila mmoja katika utatu, kila mmoja ana utu wake. Ndio maana ukisoma mkuta Roho Mtakatifu akizungumza mahali fulani peke yake, na Mungu akisema kumhusu yeye akiwa peke yake, na Roho Mtakatifu akisema habari ya Yesu. Maana hawa watatu ni moja. Pigia Yesu Kristo makofi. Haleluya. Ndio maana nimesema kwamba tubatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na nikasema mahali alipo Roho Mtakatifu, Yesu Kristo yuko pale na Mungu Baba yuko pale. Maana hakuna mmoja miongoni mwao anafanya vitu vyake mwenyewe. Hao wanakaa kwenye kikao kimoja, wanakaa kwenye bunge moja, wazo lao ni moja, nia yao. Maana ya dini ni mwili, hakuna kitu. Ni dini, mnaambiwa dini ambalo linaunga. Sasa nikasema hivyo wapendwa, Roho Mtakatifu ni wa muhimu. Tangu siku Yesu alikuja, ndio inaitwa mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Tangu kuzaliwa kwa Yesu Kristo inaitwa mwaka wa Bwana